tunakutana hapa mjini Arusha katika mkutano mkuu wa chama cha sheria Tanganyika. Ni mkutano ambao ni wa mwaka. Kwa hiyo tunakutana hapa wanasheria kwa muda wa wiki nzima, kuanzia ile Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Jumatatu ile ya tarehe 7 mpaka tarehe 6 mpaka tarehe mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 5. Huwa ni kukutana kujadiliana hali ya ustawi wa chama chetu, kwamba tuna hali gani, ni kitu gani ambacho kinaendelea, na kwa kuwa kuangalia utendaji mzima wa chama chetu, uongozi mzima ambao unafanya kazi, unatupatia ripoti mbalimbali, kamati mbalimbali za chama zimefanya nini. Vile vile kuna kuwa na mawasilisho ya mada kubwa ambazo zinazungumzwa mwaka huu zinahusiana na sheria na mfumo mzima wa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo ndio mkutano huo ulikuwepo, umefunguliwa na mgeni rasmi ambaye alikuwepo hapa, ambaye ni waziri. Na baada ya hapo sasa, kesho tunapokea ripoti nzima za utendaji wa secretariat ya TLS na rais anasemaje. Na baada ya hapo utakuwa na maswali na nini, na ndio hayo. Na vile vile hata ile taasisi ya maslahi au ustawi wa mawakili DTF itaweza kutoa na nyenye ripoti yake. Kwa hiyo ndio kwa sehemu kubwa ndio hayo. Sasa kuna swala ambalo ameniuliza hapa kuhusiana na kile ambacho kimejiri jana katika bunge la Umoja wa Ulaya. Wenzetu wana bunge la Umoja wa Ulaya kama ambavyo sisi katika Umoja wa Afrika vile vile tuna bunge la Umoja wa Afrika. Sasa kulikuwa na azimio ambalo lilikuwa limewasilishwa pale kuhusiana na mwenendo mzima wa demokrasia nchini Tanzania, sana vile vile kuwekwa ndani kwa kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye yuko ndani kutokana na ameshtakiwa na makosa ya uhaini na vile vile makosa ya kuchapisha habari ambazo zisizokuwa sahihi katika mitandao. Sasa bunge la Ulaya lilikuwa limepitia mwenendo mzima wa jinsi ambavyo demokrasia Tanzania inavyoendeshwa, kama ni nchi ya vyama vingi, lakini walikuwa wanazungumzia kwamba vyama vya upinzani au vyama vya ushindani vimekutana na mazingira magumu sana ya kuweza kufanya kazi zao, na kutokana na mwenendo mzima kama viongozi wa vyama vya upinzani wanawekwa ndani. Ndugu Tundu Antipas Lissu amewekwa ndani na kushtakiwa mashtaka hayo ambayo wao wanaona sio sawa. Na kwa maana hiyo basi wakawa wanataka kuagiza serikali za jumuiya au za Umoja wa Ulaya, zile nchi wanachama wote waweze kufanya nini, wachukue hatua za kuweza kuwasiliana na serikali ya Tanzania kubana, ili iweze kuhakikisha nini, mashtaka dhidi ya Tundu Antipas Lissu yanafutwa, na kwamba serikali ya Tanzania inaheshimu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Vyama vya siasa vinaruhusiwa kufanya kazi yake inavyotakikana. Chadema ambayo inaonekana kwamba imezuiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 inaruhusiwa, na mabadiliko muhimu sana ambayo kufanywa katika sheria za mfumo mzima wa uchaguzi yanafanywa. Wazi lazima yamepitishwa. Hii sio kitu cha ajabu. Wakati wa ule utawala wa Makaburu, nchi za Afrika zilikuwa zinakutana kama OAU, zinapitisha maazimio dhidi ya serikali ya Makaburu Afrika Kusini, dhidi ya serikali ya Rhodesia wakati ambao sasa ile ya Ian Smith, serikali mbalimbali zilizokuwa zinahusiana na Namibia wakati inaitwa Southwestern Africa, ambayo ilikuwa ni Namibia hivi sasa, na ilivyokuwa Ureno, ilivyokuwa Angola, zote Umoja wa Afrika ulikuwa ukipitisha maazimio hayo. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa vile vile katika Umoja wa Mataifa ilikuwa inapitisha maazimio kama hayo. Kwa hiyo hakuna cha ajabu katika iliyofanyika, lakini cha ajabu ni kwamba Tanzania ambayo ilikuwa ni kinara wa kuongoza mataifa ya Afrika kupinga ubaguzi wa rangi, kupinga unyanyasaji wa Afrika katika nchi zao, sasa hivi Tanzania na yenyewe inamulikwa kwamba inafanya matendo ya ukiuka misingi ya demokrasia na haki za binadamu, ambayo imeingia katika nini, imesaini na kuyaridhia maagano ya kimataifa ya haki za binadamu, kama vile ikiwepo ile tamko la Umoja wa Mataifa kuhusiana na haki za wanadamu pote, kanuni zinazokubalika dunia ulimwengu mzima kuhusiana na haki za binadamu. Kwa hiyo ni miongoni mambo kwa kweli yanaonyesha kwamba nchi yetu hivi sasa, taswira ya nchi yetu imechafuka kutokana na uongozi ambao tulionao, na matendo ambayo tunafanya vyombo vya usalama, vyombo vya dola, na watu wanapotezwa, hata wengine wanapangwa kupotezwa. Yani kuna matendo ambayo yanatia mashaka kwamba watu wanapotezwa, hakuna hatua zinachukuliwa. Tundu Lissu anapigwa risasi,
16 hakuna uchunguzi mpaka leo umefanywa, miaka tokea mwaka 2017 mpaka hivi leo. Wakina Mduda wanapotea, hatujui nini kinafanyika. Wakina Soka wamepotea, hatujui nini kinafanyika. Watu wengi wamepotea. Ali Kibao ameuawa, hakuna kinachofanyika. Kwa hiyo mwisho wa siku tulikuwa kama nchi inafurahia, alafu unakuwa na uongozi unasemaje watu wao wanauawa tu. Sasa hii inaonyesha kwamba hatujali uhuru na haki ya wanadamu kuishi, na ukumbuke kwamba sisi miongoni mwa nchi chache duniani ambazo zinasema kila mtu ana haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka kwa jamii. Hiyo ibara 14 ya katiba ya nchi yetu inasema hivyo. Rais wetu na viongozi wote wameapa kiapo cha kufanya nini? Cha kuweza kuheshimu, kuitii na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 14 ya katiba ya nchi yetu imo ndani na rais wetu aliapa kuitii. Kwa hiyo maana yake yeye na serikali yake wanatakiwa kuweza kuitunza. Viongozi watu vikosi vya usalama, watu wa usijua au usalama wa taifa, wawe nani, wote wanatakiwa kuitii hiyo ibara na katiba nzima ya nchi yetu. Lazima wao ndio mstari wa mbele kulinda uhai wetu. Lakini kama wanafumbia macho watu kupotezwa, watu kuuawa, na vile kuona kama ni kitu cha kawaida, kana kwamba mtu amegonga mbwa barabarani, hiyo ni shida. Wenzetu Ulaya hata ukigonga mbwa hali ni mbaya, lakini sasa kwetu sisi hapa uhai wetu uende unafanana na wanzi. Kwa hiyo hiyo sio nzuri. Maana kama nchi tumeutweza na kudhalilisha thamani ya utu wa kila mmoja wetu. Labda kama unaishi kwenye visiwa, Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Afrika, si ndio? Kwa hiyo mtu anayezungumza hivyo ni mtu ambaye ana kiburi tu. Anazungumza vile amejaa chuki, amejaa dharau, ana chembe ya utu. Sisi tunaishi kama jumuiya ya kimataifa. Ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Ndio maana tulikuwa tunaweza kuwakemea makaburu. Sawa sawa. Na walikuwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa mpaka tukawatenga. Tuliongoza, Tanzania ilisema haitajiunga na jumuiya ya madola kwa mfano mwaka 60. Ilivyosema kwamba tukipata uhuru mwaka 61, kama makaburu yataendelea kuwa jumuiya sehemu ya jumuiya ya madola, sasa tutashiriki, hatajiunga. Ikabidi Afrika Kusini iondolewe. Tuliongoza mataifa ya Afrika, mataifa ya ulimwengu kususia michezo ya Olimpiki mwaka 76. Kwa sababu gani? Watu wa New Zealand, timu ya Afrika Kusini ilikwenda kucheza kucheza kule cricket wapi? New Zealand. Tukasema kama New Zealand haitazuiwa, tutashiriki. Tumefanya hivyo mara nyingi. Tumeongoza, yani tulikuwa na sifa kubwa sana. Mwalimu Nyerere alisema kwamba sisi ni taifa dogo kiuchumi, lakini taifa kubwa kisiasa. Hata hiyo sasa tumepoteza. Lakini hapa watu wanapanga mipango namna gani ya kuwanyamazisha wale ambao wanafanya nini? Wanakemea ukiukaji wa haki za binadamu. Ni fedheha kubwa. Sasa unaona viongozi wetu wa kidini wanapigwa, wanataka kuuawa. Na tunaona ni kitu cha kawaida. Ni aibu kubwa. Uwezo kufanya matendo haya. Idi Amin alivyomuua askofu jana ni Ruhumu mwaka ule wa 77, ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Mwaka mmoja baadaye aliondoka madarakani. Akatuvamia sisi hapa, sisi tukapeka majeshi tukampiga tu na kumtoa kule. Nchi ya kwanza ya Afrika kwenda kuondoa utawala wa nchi nyingine ilikuwa ni Tanzania mwaka 79, tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 79. Tulipeleka jeshi letu likaondoa Idi Amin. Leo hii sisi ndio nini? Vinara ukiuka haki za binadamu, hapo tunasema kwamba sisi taifa huru, tunajinania, tunaweza kufanya lolote tunalotaka. Hapana. Ndio maana hata kuna mahakama za ICC wanatambua kweli ndio una miliki yako, mamlaka ya kiimaya unayo, lakini huna mamlaka ya ukiuka haki za binadamu. Sasa Dr. Nshala, pia moja ya maadhimio kama ulivyosema hapo ni Chadema kuruhusiwa kushiriki uchaguzi mwaka huu. Kuna watu wakawa wanahoji, Chadema nani ambaye amewanyima nyie kushiriki uchaguzi? Chadema tumenyimwa kushiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa mfumo mbaya wa uchaguzi. Mfumo kwa Kiingereza uko rigged. Yaani kwamba umeshachezwa, ni kama nilivyotoa mfano siku ile. Wamechukua karata zote zile kubwa. Wamechukua mizungu yote, wamechukua dume na jike, wamechukua na ng'anda 6. Hapo wanacheza mchezo gani? Kama wale wanafahamu kucheza albastini au wale wanafahamu zile karata za aina za majoka, wamechukua majoka yote. Si ndio? Hapo wanacheza mchezo gani? Yaani wao CCM watakaje? Akufunge miguu. Alafu asema tucheze mpira. Alafu akufunge na mikono. Hapo ndio mchezo wote pamoja mpira. Alafu anakufunga anashangilia kama zuzu. Mambo gani? Hii unakejeli akili za watu. Huu ni mfumo ambao ni batili. Mfumo ambao unakinzana na viwango vyote vya demokrasia. Ndio maana Chadema anasema badilisha mfumo tucheze. Ukitushinda sisi tunasema asante sana, tutakuwa kwanza kukupatia mkono. Naona asante. Sawa, kuna watu pia wanahoji nani ambapo mpeleka taarifa labda kwenye bunge la Ulaya mpaka mkajadiliwa, labda ni wale wanasheria wenu ambao wapo nje ya nchi na wapeleka taarifa katika bunge la Ulaya. Kwa hiyo vyombo unavyozungumza wewe vinaishia Tanzania tu. Tumezungumza hapa Tanzania havitoki. Yaani dunia nzima ione. Nakwambia dunia inaona kitu, hawana mabalozi wao hapa. Kesi ya Lissu tumeiona, si unaona wanakuja mabalozi kwenye kesi ya Lissu pale.
dunia nzima inayaona.